Naibu Waziri wa Maji Mheshimiwa Mhandisi Kundo Andrea Mathew ameridhishwa na kasi ya ubora wa utekelezaji wa mradi wa maji kutoka chanzo cha Mto Kiwira, akisema ni mradi wa kimkakati unaoonyesha dhamira ya serikali katika uboreshaji wa huduma za maji kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua mradi huo unaosimamiwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya, Mheshimiwa Kundo amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imejipanga kumaliza adha ya uhaba wa maji kwa kuwekeza fedha nyingi kwenye miradi mikubwa ya maji nchini. Aidha, amesisitiza kuwa Wizara ya Maji inaendelea kutekeleza azma ya Rais kwa vitendo kupitia usimamizi makini wa miradi, huku akitoa rai kwa wananchi kushiriki kikamilifu kulinda vyanzo vya maji kwa kuepuka shughuli za kibinadamu na kuharibu vyanzo hivyo ili kuhakikisha upatikanaji endelevu wa rasilimali maji. Ezra John, Dar es Salaam, Tanzanite TV. Nakumbuka mara ya kwanza nimekuja hapa kidogo hata lugha zetu zilikuwa ngumu, hazikuwa lugha laini. Nafikiri unakumbuka kidogo, sikuwa na sura ambayo inavutia sana, lakini leo ninafurahi kuona kwamba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kutimiza ndoto yake ya kuhakikisha kwamba maji yanawafikia wana Mbeya. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba mradi huu ni mabilioni ya pesa. Haya mabilioni ya pesa yangeweza kupelekwa sehemu nyingine, lakini Mheshimiwa Rais akaamua kuyaleta Mbeya. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ili maji wa Tanzania hasa wa jiji la Mbeya, Mbalizi yawafikie, ni lazima kwanza tuwe na chanzo. Chanzo hiki tumekipata cha Mto Kiwira. Maana yake kwamba tunawajibika pia kuhakikisha kwamba tunaweka mikakati endelevu ya kukilinda chanzo hiki ili kiendelee kuleta huduma ya maji. Kitu cha pili, ili watu wapate maji, ni kujenga miundombinu. Wazungu wanasema lazima kuwe na accessibility ya hayo maji. Maana yake kwamba tunapojenga miundombinu ya kuyasogeza katika makazi ya watu waweze kuyaccess hayo maji. Maji yapatikane sasa, yatoke huku yapelekwe kule. Tuna bahati moja kubwa sana kwamba tuna maji ya kutosha. Mahitaji ya sasa maana yake kwa jiji la Mbeya ni lita milioni 90. Lakini kwa sasa uzalishaji wao ni lita milioni 70 kitu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mahitaji ya Mbalizi pamoja na jiji la Mbeya ni kwamba ni lita milioni 90, lakini chanzo hiki kinaenda kutupatia zaidi ya lita milioni 120. Sasa unaweza ukaona kwamba uzalishaji wao wa sasa pamoja na haya ambayo tunaenda kuyapata ni zaidi ya lita milioni 190. Ukisikia kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan amewaheshimisha wana Mbeya, maji haya hayataenda kubadilisha taswira ya gharama ya maji. Kwa namna gani? Kwa sababu mradi huu ni wa gravity, maana yake mseleleko. Mradi uzalishaji wake maana yake hautohitaji umeme, hautohitaji nguvu yoyote ya kupushi maji ili yaende kule mpaka mjini, lakini maana yake kwamba maji yataenda kwa mseleleko bila kuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo gharama zitabaki kuwa katika uwezo ambao wananchi wanaweza kumudu. Maana yake ni kwamba tunapoangalia sasa huduma ya maji, cha kwanza maji yaweze kuwafikia wananchi, maji yaweze kupatikana kwa wakati wote, maji yawe na gharama ambayo inaendana na uhalisia, lakini 4, maji yawe toshelevu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, mradi huu kisha kamilika, manake kwamba maji yatakuwa ya kutosha, yatakuwa yanapatikana, wananchi watapata kulingana na mtandao, lakini pia maji yatakuwa na gharama ambayo inawaruhusu wananchi kuweza kuyatumia bila kuwa na changamoto yoyote. Haya ndio maono na matarajio ya Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anatoa fedha hizi, lakini ndio matarajio ya Mheshimiwa mbunge wa Rungwe, mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, lakini Uyole kwa Dr. Tulia yatafika, lakini mpaka Mbalizi. Maana yake kwamba haya maji yanaenda kutatua changamoto hiyo.